Yesu akasema, liondoeni hilo jiwe. Liondoeni hilo jiwe. Kuna mambo mawili ambayo tunapojifunza hapa. Kwa nini Yesu aliwaambia wale waliondoe jiwe? Mbona yeye mwenyewe alikuwa na uwezo? Si angenyosha labda tu mkono akafanya jiwe likaondoka? Au kuonyesha kwamba yeye ana uwezo, angelipasua lile jiwe watambue kabisa kwamba yeye ni Mungu. Likapasuka lile jiwe, lipasuka pap. Nadhani lile jiwe likapasuka, yale mawe yangeenda hadi kumgonga yule maiti ndani, angetoka akiwa na majeraha. Tunajifunza kitu gani? Kuna baadhi ya changamoto za maisha ambazo Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe pia huwa anawashirikisha wanadamu kuweza kufanya hilo jambo. Hakutaka pia kuweza kutumia nguvu zake. Akasema liondoeni hilo jiwe. Jiwe lilikuwa ni kizuizi. Jiwe lilikuwa ni moyo mgumu. Kizuizi katika swala zima la huyu Lazaro alikuwa kaburini kuweza kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Kuna kipindi unaweza ukatembea katika maisha na jiwe ndani ya nafsi yako. Kuna watu wana mioyo migumu, hawasikii, hawaambiliki, moyo mgumu. Hata ukiambiwa maneno ya Mwenyezi Mungu umekaza moyo mgumu, una moyo wa jiwe. Mwambie jirani yako, liondoe ile jiwe ndani ya nafsi yako. Katika maisha mawe haya ambayo tumeyaweka, Mwenyezi Mungu pia huwa anaruhusu watu wengine katika swala zima la kuweza kuondoa ile jiwe. Na ndio maana pia katika matukio kama haya naweza nikazungumza kwamba matukio ya misiba, tunavyomzika pia William, tunavyomwaga leo katika mazingira kama haya, moyo wa jiwe wa kutomwamini Mwenyezi Mungu uanze kuingia ndani mwetu, tutoe ile jiwe la kutomwamini Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Tunachukulia maisha kwamba maisha ni kitu chepesi. Tunaona kuna kipindi kwamba maisha ni ya kwangu mwenyewe, na tunajisahau kwamba tumeletwa hapa duniani si kwa ajili yetu wenyewe, tumeletwa hapa duniani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya wengine. Katika hekima mbalimbali za dini ya Kiyahudi walisema hivi: duniani hapa ukija utambue wazi kabisa kwamba hukukaa hata siku moja na Mwenyezi Mungu mkajadiliana, nizaliwe kwa wazazi hawa. Tulijikuta tumezaliwa kwa hao wazazi. Huyo baba hata kama ni mweusi ti, huyo mama hata kama ni mfupi, hata kama ni mwembamba, ulijikuta umezaliwa kwa huyo mama. Huyo mama ni masikini, au huyo baba ni mlevi, hata kama familia ya kishirikina, tukajikuta tumezaliwa kwenye hizo familia. Hatukupanga hata mara moja. Hasa katika hizo familia ambazo tulikuwa tumezaliwa, hata wazazi wao wenyewe ukiwauliza hawakupanga kwamba nizaliwe mtoto wa kiume au uzaliwe mtoto wa kike jinsi ulivyo. Hawakupanga, walijikuta tu. Ndio maana basi tukafika tu tukasema maisha ni zawadi ya Mwenyezi Mungu. Wazazi walipewa zawadi, na hii zawadi ya Mwenyezi Mungu ilianza kutokea tumboni mwa baba na mama. Ni kama vile basi wataalamu baadaye wakasema kwamba maisha, wapendwa, ni maua. Maua huwa inaanza na mbegu inapandwa. Kwa hiyo mbegu ilipandwa tumboni mwa mama. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana. Mwenyezi Mungu alipanda mbegu ya William Vangimembe Lukuvi katika tumbo la mama yake mzazi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Huyu mama katika misukosuko yake akamtunza huyu mtoto. Hakutoa mimba, hakumuua. Kwa sababu angemuua, angetoa mimba, tusingekuwa na William. Katika ibada tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa ajili ya mama aliyemtunza huyu William. Tunamshukuru pia kwa ajili ya baba ambaye alimtunza, akamsomesha, akamlea, akampatia elimu ambayo ikamsaidia akakua. Wapendwa, ua linakuwa, likishakuwa ua basi linakuwa na rangi nzuri, ua linapendeza. Kuna kipindi tunapendeza, kuna kipindi tunakuwa na maisha mazuri. Lakini katika swala zima la maisha, kama ni ua, sisi tukasahau katika uzuri wetu. Tujitahidi sana wapendwa, tuweze kuwa ni harufu nzuri kwa wengine. Kuna maua mengine ukifika pale unafunga pua hivi, ua baya, halina harufu nzuri. Kuna maua mengine yana harufu nzuri, utashangaa tumekaa pale. Ukiona katika safari yako ya maisha watu wanakusogelea pale, wanakuja pale, wanakusalimu, wanacheka, utambue wewe ni ua zuri. Tumsifu Yesu Kristo. Ukiona watu wakikuona wanapita pembeni, wanakukimbia, utambue ni ua lenye harufu mbaya. Je, wewe ni ua lenye harufu nzuri? Kuna maua mengine wapendwa yana thamani kubwa.
Na ndio maana ukitaka kuja kutambua thamani ya maua, nenda kwa wanaouza. Kuna maua mengine yana thamani kubwa. Kwa nini? Kwa sababu huwa yanatumika maeneo maalum, katika nyumba za ibada, mbele. Ndio maana kuna maua mengine yameletwa hapa, kuna maua mengine yameachwa tu huko. Sasa haya maua yenye thamani itupelekee kabisa kwamba maisha yetu yana thamani. Kwa hiyo tulinde pia maisha ya watu wengine, kwa sababu hatujui kile ambacho Mwenyezi Mungu amekipanda. Kwa sababu kadiri huyu mtoto anavyozidi kukua, maana yake anavyozidi kupendeza, maana yake ndivyo atakayeweza kuja kutumika baadaye huko. Ila tusisahau, maua yanadumu kwa muda mfupi. Ghafla ua liliokuwa linapendeza linanyauka. Lazaro lilikuwa ni ua lilikuwa linapendeza, akawa rafiki wa Yesu. Ghafla akaugua, akanyauka. Hadi si wenyewe pia. William Lukuvi alikuwa ni ua zuri lenye kupendeza, linalong'ara. Ghafla amenyauka, amelala hapo. Amelala kimya. Na si wenyewe pia ni maua. Tunapendeza, ukipita na mai, wakikuona mai sema yes. Lakini siku moja tutanyauka. Siku moja tutalala. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu sana atujalie tuweze kutambua ufupi wa maisha yetu. Maisha ni mafupi. Basi kipindi ukiwa umechanua, angaza kwa watu wengine, fanya vizuri kwa watu wengine, tenda mambo mazuri kwa watu wengine. Basi Yesu akafika pale akasema, liondoeni jiwe, kwamba vifo vitupelekee kwamba kuna kitu tunapaswa kwenda kukifanya. Kuna kitu tunapaswa kwenda kukifanya katika safari yetu ya maisha. Angalau na wewe mwenyewe pia ukilala, tuzungumza maneno mazuri kama tunavyozungumza kwa William. Kuna wengine wakija kulala hapa itakuwa ni aibu, tunaogopa hata kuweza kuzungumza. Aibu. Yaani hukuwa na mchango wote katika swala zima la jamii. Hukufanya jambo lolote lile, umeishi katika maisha ya ubinafsi. Hujafanya jambo lolote lile. Katika hekima ya Wayahudi wakasema hivi, kama umejaliwa mali, ukiwa wewe ni tajiri, utambue kwamba kile kiwango cha utajiri ambacho umepewa, kuna kiwango ambacho ule wewe na familia yako. Akiba iliyobaki, kafanye jambo zuri, nenda kajenge sinagogi, kajenge msikiti, nenda kajenge kanisa. Kile ambacho kimebaki sio cha kwako. Yaani umepewa ule utajiri kwa ajili ya watu wengine. Ukijenga nyumba ya ibada, kuna watu wataingia pale, watasali, watabarikiwa kwa ajili yako. Kama umepewa elimu, una hekima, una elimu kubwa, basi wewe si tajiri. Hiyo elimu yako ambayo umepewa, fundisha watu wengine, watetee watu wengine, wasaidie. Ndio maana katika Biblia kulikuwa kuna watu Mafarisayo, kazi yao ni kufundisha dini. Kulikuwa kuna watu wengine walikuwa wanaitwa wanasheria, kazi yao ni kuwatetea wale ambao hawajui sheria, kuwasaidia katika misaada ya kisheria. Jitoe kwa ajili ya watu, wasaidie wanyonge, gusa maisha ya watu. Sasa ukijiona kama wewe ni mwanasheria au una elimu nyingine au ni daktari, unaanza kutafuta utajiri, utambue umekosa. Uko sio kwako, kwa sababu hutajenga nyumba Mwenyezi Mungu. Wasaidie watu, gusa maisha ya watu. Na ukigusa maisha ya watu, wakifika hapa siku ya mwisho watasema upumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Usipogusa maisha ya watu, watasema wewe ndio ulikuwa unasababisha matatizo katika jamii. Wewe ndio unisababishia matatizo kama haya. Na kwa sababu ukuwasaidia watu, mbingu yako haitafunguka. Yesu akaenda kwa Lazaro ambaye alikuwa ni msaada. Alimpokea. Akasema ondoeni jiwe, wakaliondoa lile jiwe. Akaja dada yake alikuwa anaitwa Martha. Akasema, Yesu, huyu jamaa ananuka sasa yapata siku 4. Yesu akasema, sikukwambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mwenyezi Mungu? Inatufundisha kitu gani? Yesu amekuja kwa ajili ya Lazaro rafiki yake amfufue. Anaondoka dada yake, anaanza kuzungumza tabia, anaanza kuzungumza hali ya huyu Lazaro kwamba ananuka. Inatufundisha kitu gani? Kuna kipindi hadi katika nyumba za ibada unaweza kufika ukasema, hivi unamjua William wewe? Unamjua mambo yake wewe? Ukaanza kuzungumza yale aliyokuwa ananuka, wakati Mwenyezi Mungu hana mpango na harufu yake. Tukaanza kujikuta tunaanza kuzungumza maneno mabaya juu ya watu wengine. Ukaanza kwenye vijiwe huko, hamjui yuko hivi. Sikiliza, hiyo sio habari yako wewe. Kazi yako ondoa jiwe. Kuna kitu Mwenyezi Mungu anataka aje kifanye. Habari za kunuka sio za kwako. Maana yake nini? Tuache kuzungumza maneno mabaya kwa wenzetu.
katika safari ya maisha. Kama ananuka, mwache, si mtoto wa Mwenyezi Mungu, si mali ya Mwenyezi Mungu. Ulimzaa wewe. Wewe ndio uliyempandikiza katika tumbo la mama yake. Tunaumizana sana wapendwa. Tunaumizana sana. Fulani yuko hivi, fulani yuko hivi, fulani yuko hivi. Hufanyi jambo lolote katika swala zima la jamii. Kila siku chongeana. Ya nini? Mwenzako ananuka. Kama ananuka, msaidie basi. Mletee perfume ili asinuke. Sasa hiyo itusaidie katika taifa letu. Liweze kuwa ni taifa la kuweza kuwainua wenzetu. Sio taifa la roho ya Martha ya kuzungumza fulani ananuka. Kila mmoja ambaye amekuja hapa duniani, Mwenyezi Mungu ana mpango na yeye. Amepita katika swala zima la magumu, tumuombe. Amepita katika swala zima la magonjwa, tumuombe. Tumsaidie. Tusianze kuzungumza mambo mengine mabaya. Tuweze kuwa ni chanzo cha kufanya nchi yetu iweze kusonga mbele. Maneno mabaya hayawezi kutusaidia hata mara moja. Huyu Martha alizani kama sifa kuzungumza manuko ya kaka yake mbele za Yesu. Yesu akasema kaa pembeni. Akatamka akasema, Lazaro, toka nje. Fundisho la mwisho, Yesu hakutaka kuweza kuingia katika kaburi la Lazaro. Hakutaka pia kuweza kumtuma mtu aingie katika kaburi la Lazaro. Bali Lazaro alisikia sauti ya Yesu kule kaburini. Kuna kipindi unaweza kuwa unapita katika matatizo. Umekufa, upo katika kaburi lako, giza. Ukakazana kila siku na maombi, Yesu njoo, Yesu njoo, Mungu njoo. Unasali, unahangaika, unaenda huko na huko. Amna, kuna matatizo mengine ni ya kutoka tu wewe mwenyewe kwenye kaburi. Toka tu katika tabia mbaya yako, toka tu. Yaani toka tu. Acha kusingizia vitu vingine. Yaani vingine vya kutoka tu. Hilo ni kaburi lako. Acha kumuita Yesu kila siku aje kwenye kaburi lako. Unajijua kabisa kama ni mbea, unajua kabisa kama ufanyi kazi, kila siku kusengenya wenzako, kila siku unasema ovyo, ni mlevi, uwajibiki. Toka kwenye hilo kaburi. Umesikia sauti kila siku kwenye ibada unaambiwa, acha mambo mabaya. Kipindi hiki cha Kwaresima wapendwa, tulikuwa tumefunga, Wakristo wamefunga, Waislamu wamefunga, bado kwenye video unashangaa mtu amekaa pale amerundika supu imejaa hivi na kisahani. Mtu gani wewe hujui wakati wa kujiliwa kwa Mwenyezi Mungu? Mtu gani wewe husikii sauti ya Mwenyezi Mungu, kiburi cha uzima? Kila siku hapa, siku ya Ijumaa wenzako wanaenda kuswali msikitini hapa, wenzako Jumapili, Jumatano wanaenda kusali pale, umekaa tu ndani. Wewe unataka kitu gani wewe? Toka kwenye hilo kaburi, toka. Unasema maisha magumu, giza, toka kwenye hilo kaburi. Toka kwenye hilo kaburi. Lazaro akatoka. Alipotoka, kulikuwa ni mbali kwenye kaburi la Lazaro, mbali mwenzano niliingia. Mbali. Chini huko kweli. Niliingia kwenye kaburi nikasema huyu jamaa alikuwa ni mwamba. Akatoka. Alafu alikuwa anapanda ngazi. Amefungwa. Alipofika huko juu, Yesu akamwambia, mfungueni aende zake. Ina maana gani? Tupo katika kipindi ambacho watu wengi wameacha kusali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kuishi katika hekima ya Mwenyezi Mungu. Wanaishi katika swala zima la kutegemea tu maombi, kufunguliwa na vifungo mbalimbali. Hawataki kuweza kutoka katika kaburi. Ukishatoka Yesu ataagiza watu wengine waweze kumfungua, aweze kwenda zake. Lukuvi amefungwa, yupo kwenye kaburi, yupo kwenye hilo jeneza. Tumemfunika na bendera ya taifa kwamba alitumikia taifa. Wengine wanasema kwamba alikunywa bendera ya taifa. Amefungwa. Anatusubiri sisi, ambapo Yesu pia anatushirikisha, mfungueni William Lukuvi aende zake. Tumfungue ndani ya mioyo yetu, ndani ya nafsi zetu. Naanza na mjane, mfungue mume wako aende zake. Misa hii tunasali kwa ajili yake. Tunasali misa kwa ajili ya huruma Mwenyezi Mungu. Waziri Mkuu, Mheshimiwa, mfungue William Lukuvi aende zake kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Na viongozi wote tumfungue aweze kwenda zake. Tumuombee aweze kwenda zake. Ameshatimiza wajibu wake vizuri. Tumfungue aweze kwenda zake akapumzika kwa Mwenyezi Mungu. Tusianze kumweka ndani ya mioyo yetu. Ametimiza wajibu wake. Tujiulize sisi, je, baada ya matukio hapa duniani, sisi tukilazwa hapo wataongea mambo mangapi? Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya wabunge wote, mfungue William Lukuvi aende zake. Hata kama alikuwa na makosa mbalimbali, tumfungue aweze kwenda zake akapumzike kwa amani. Mbarikiwe sana.